Karibu kwenye Movie Show, na leo tunafurahia kukuletea orodha ya kuhesabu chini ya filamu 10 bora za action zenye msisimko wa hali ya juu ambazo huwezi kabisa kukosa. Orodha hii imechaguliwa kwa umakini ili kukutambulisha kwenye baadhi ya filamu za action zenye msisimko wa kupindukia. Kila moja kati ya filamu hizi 10 inahakikisha itakuweka kwenye makali ya kiti chako kwa matukio yake makali ya mapambano, picha za kuvutia na simulizi zenye mvuto mkubwa. Kama bado hujapata nafasi ya kuzitazama, zingatia kuziongeza kwenye orodha yako ya filamu za lazima kuangalia. Ikiwa unapenda mkusanyiko huu wa filamu 10 bora za action, usisite kushare, follow channel yetu na kusubscribe kama bado hujafanya hivyo. Pia washirikishe marafiki zako wanaopenda filamu za msisimko wa hali ya juu. Endelea kutazama hadi mwisho wa video hii na usisahau kushiriki nasi filamu yako uipendayo kupitia sehemu ya maoni. Number 10, Anna. Anna ni filamu ya action thriller ya mwaka 2019 inayomfuata Anna Polyatova, msichana kijana anaishi Moscow mwishoni mwa miaka ya 1980. Awali anagunduliwa kutokana na sura yake ya kuvutia. Anna anaajiriwa na shirika la ujasusi la Urusi na kufundishwa kuwa muuaji stadi. Simulizi lake linaenda kwa nyakati tofauti, likifichua mabadiliko ya Anna kutoka kuwa mwanamitindo anayepambana na maisha hadi kuwa wakala hatari wa KGB. Misheni zake zinampeleka kote Ulaya, ambako anakabiliana na mahusiano tata pamoja na mlezi wake, Alex Chenkov, aliyechezwa na Luke Evans, na mkuu wa shirika Olga, aliyechezwa na Helen Mirren. Kadri anavyoendelea na kazi yake, misheni zake zinazidi kuwa hatari, zikimlazimu kukabiliana na maadui na wasaliti kutoka ndani ya shirika lake. Wakala wa CIA, Lenny Miller, aliyechezwa na Cillian Murphy, anaongeza ugumu zaidi kwa kuingia kwenye dunia ya Anna, hali inayohatarisha zaidi maisha yake yaliyokuwa tayari hatarini. Number 9, The Equalizer 2. The Equalizer 2 ni filamu ya action thriller ya mwaka 2018 inayosimulia hadithi ya Robert McCall, aliyechezwa na Denzel Washington, aliyekuwa wakala wa operesheni za siri na sasa anaishi maisha ya utulivu kama dereva wa teksi huko Boston. Hata hivyo, maisha yake yanabadilika ghafla pale rafiki yake wa karibu na mfanyakazi mwenzake wa zamani, Susan Plummer, anapouawa kikatili wakati wa uchunguzi huko Brussels. McCall anaanza safari ya kutafuta ukweli kuhusu kifo chake na kugundua kuwa mauaji hayo yanahusiana na mtandao wa mawakala wa zamani waliopotoka. Safari yake inamchukua kuta mitaa yenye shughuli nyingi ya Boston hadi maeneo ya mashambani ya Virginia, ambako anakabiliana na maadui zake kwa uthabiti mkubwa. Filamu hii inachanganya matukio makali ya mapigano na nyakati za tafakari, ikionyesha mipango makini ya McCall na uwezo wake wa kupambana kwa ustadi mkubwa. Number 8, Fast and Furious presents Hobbs and Shaw. Hobbs and Shaw ni filamu ya action thriller ya mwaka 2019 inayomfuata wakala wa shirikisho Luke Hobbs na aliyekuwa mwanajeshi bingwa wa Uingereza Deckard Shaw, ambao wanalazimika kushirikiana baada ya virusi hatari vinavyoitwa Snowflake kuangukia mikononi mwa gaidi aliyeboreshwa kiteknolojia anayeitwa Brixton Lore. Brixton ni aliyekuwa wakala wa MI6 aliyebadilika kuwa mamluki na ni sehemu ya shirika ovu linaloitwa Eteon, linalolenga kubadilisha binadamu kupitia teknolojia bila kujali madhara. Hobbs na Shaw, wanaojulikana kwa uhasama wao wa muda mrefu, wanalazimika kuweka kando tofauti zao ili kumtafuta dada yake Shaw, Hattie, wakala wa MI6, aliyekimbia na kujidunga virusi hivyo ili kuzuia visingie mikononi mwa Eteon. Wakikimbizana na muda, wanasafiri kupitia London, Moscow na Samoa, wakikumbana na mbio kali za magari, mapambano makali na makabiliano ya kusisimua. Misheni yao inakuwa ya kibinafsi zaidi pale Shaw anapojaribu kumlinda dada yake, huku Hobbs akijaribu kurekebisha uhusiano wake na familia yake iliyokuwa imetengana. Number 7, Kingsman: The Golden Circle. The Golden Circle ni filamu ya ujasusi ya mwaka 2017 yenye mchanganyiko wa action na vichekesho na ni mwendelezo wa filamu ya mwaka 2014, The Secret Service. Filamu hii inaendelea na hadithi ya Eggsy, wakala stadi wa shirika la siri la Kingsman, pale shirika hilo linaposhambuliwa na kuharibiwa na kundi la kihalifu linaloitwa Golden Circle. Eggsy na mwenzake mtaalamu wa teknolojia Merlin, aliyechezwa na Mark Strong, wanabaki kuwa manusura pekee. Wakifuata taratibu za dharura, wanaelekezwa kwenda Marekani ambako wanagundua shirika dada la Kingsman linaloitwa Statesman. Golden Circle inapanga kuteka dunia kwa kudhibiti biashara ya dawa za kulevya duniani. Eggsy na Merlin wanashirikiana na mawakala wa Statesman katika safari ya kuvuka mabara ili kuzuia mpango huo hatari.
Number 6, Everest. Everest ni filamu ya action adventure ya mwaka 2000 inayosimulia tukio la kweli la maafa ya mlima Everest ya mwaka 1996, ambapo safari kadhaa za wapandaji zilipata changamoto kubwa wakati wa kupanda mlima mrefu zaidi duniani. Ikiongozwa na wapandaji wenye uzoefu, Rob Hall aliyechezwa na Jason Clarke na Scott Fisher aliyechezwa na Jake Gyllenhaal. Filamu inafuatilia makundi mawili yanayojaribu kufika kileleni. Wakati wapandaji wanapokabiliana na hali ngumu ya mlima na mwinuko mkubwa, wanakumbana na hali ya hewa hatari isiyotabirika. Dhoruba kali inawanasibu ghafla na kuwakwama juu ya mlima bila maandalizi, wakikabiliwa na baridi kali, ukosefu wa oksijeni na uhaba wa vifaa. Wanalazimika kufanya maamuzi magumu ya kuamua nani ataishi na nani atakufa. Number 5, Spectre. Spectre ni filamu ya action adventure thriller ya mwaka 2010 inayomfuata James Bond, jasusi maarufu, anapoanza misheni ya binafsi baada ya kupokea ujumbe wa ajabu kutoka katika maisha yake ya zamani. Misheni hii inampeleka Bond katika maeneo mbalimbali duniani, ikiwemo Mexico City, Rome na Morocco. Njiani anagundua uwepo wa shirika la siri na lenye nguvu kubwa linaloitwa Spectre. Kadri anavyochimba zaidi, Bond anakutana na maadui wapya na wa zamani, wakiwemo wale wenye uhusiano wa moja kwa moja na maisha yake ya nyuma. Kwa msaada wa washirika wake na uongozi wa MI6, Bond anakabiliana na matukio hatari na ya kusisimua. Filamu hii ina matukio makali ya mbio za magari, mapigano ya mikono kwa mikono na milipuko mikubwa, yote yakipambwa na mandhari maridadi. Number 4, Fury. Fury ni filamu ya action drama ya mwaka 2014 inayosimulia hadithi ya kikosi cha wanajeshi wa Marekani waliopigana vita ndani ya tanki wakati wa siku za mwisho za vita kuu ya pili ya dunia barani Ulaya mwaka 1940. Kikosi hiki kinaongozwa na Sergeant Don War Daddy Collier aliyechezwa na Brad Pitt na kinatumia tanki la Sherman linaloitwa Fury. Filamu inaanza pale Norman, kijana asiye na uzoefu wa vita, anapolazimishwa kujiunga na kikosi baada ya dereva msaidizi wao kuuawa. Awali, Norman anashindwa kuvumilia ukatili wa vita na ukali wa wenzake. Kikosi kinaingia katika misheni hatari nyuma ya mistari ya adui, ikabiliana na upinzani mkali wa Wajerumani. Taratibu, kupitia mafunzo magumu ya War Daddy, Norman anabadilika na hatimaye anapata heshima ya kikosi chake. Number 3, Ford vs Ferrari. Ford vs Ferrari ni filamu ya wasifu ya action drama ya mwaka 2019 inayosimulia hadithi ya kampuni ya Ford ilipoamua kuwashinda Ferrari, mabingwa wa mbio ndefu, katikati ya miaka ya 1960. Ili kufanikisha hili, Ford anamwajiri mbunifu mahiri wa magari, Harold Shelby, aliyechezwa na Matt Damon, pamoja na dereva jasiri wa Uingereza Ken Miles, aliyechezwa na Christian Bale. Shelby anamshawishi Ken Miles kuendesha gari walilounda kutokana na uwezo wake mkubwa wa uendeshaji na uelewa wa kiufundi. Kwa pamoja, wanakabiliana na changamoto nyingi, wakivuka mipaka ya uhandisi wa magari ili kuunda Ford GT4, gari la mbio lililobuniwa mahsusi kuvunja ubabe wa Ferrari katika mashindano ya Le Mans ya saa 24. Number 2, The Revenant. The Revenant ni filamu ya action drama ya mwaka 2010 inayomfuata Hugh Glass, aliyechezwa na Leonardo DiCaprio, mpelelezi wa porini na mchimbaji wa manyoya katika pori la Marekani miaka ya 1920. Wakati wa safari ya uwindaji, anashambuliwa kikatili na dubu mkubwa wa grizzly na kuachwa akiwa katika hali mbaya sana. Wenzake, wakiamini hatanusurika, wanamwacha afe. Kinyume na matarajio, Hugh Glass anapambana kutoka kwenye kaburi lake mwenyewe na kuanza safari ngumu ya kuishi. Akiwa amejeruhiwa vibaya na peke yake, anakabiliana na hali mbaya ya hewa, njaa na makabila yenye uhasama. Akiongozwa na nguvu ya nia na kumbukumbu za familia yake iliyowawa, Glass anavumilia maumivu makali ya mwili na roho. Filamu hii inaonyesha kwa uhalisia mkubwa mapambano ya binadamu dhidi ya maumbile na nguvu ya roho ya mwanadamu isiyovunjika. Asante sana kwa kubaki nasi hadi mwisho wa video hii. Ikiwa umefurahia ulichotazama, usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe na kuwasha kengele ya notification ili usikose maudhui yetu yajayo. Jisikie huru kuacha maoni yako hapa chini, kushiriki mawazo yako au kupendekeza mada unazotaka tujadili kwenye video zijazo. Usisahau kusubscribe na kufollow channel yetu.